wananchi, mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka 2026 zinawaasa vijana na jamii kwa ujumla, huku zikiendelea kusisitiza vijana, wazee, kina mama, kina baba kwa ujumla kuhakikisha tunawalea watoto wetu katika misingi ya dini, misingi ambayo itawapa hofu juu ya vitendo hivi vya rushwa. Viongozi wa chama na serikali, wafanyakazi wa taasisi mbalimbali, wananchi, walimu na wanafunzi wameukimbiza Mwenge wa Uhuru kuelekea katika miradi mbalimbali iliyokuwemo ndani ya wilaya Kati. Akitoa maelezo kwa viongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru 2026, mkuu wa wilaya Kati Rajab Ali Rajab anasema: Mkuu wa mkoa oye! Viongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa 2026, karibu sana katika kituo chetu mtano. Hapa tunakuja kuzindua hiki kituo cha michezo, maana sio uwanja, ni kituo cha michezo. Hapa kuna viwanja vya michezo tofauti tofauti. Kwa hiyo tutamwomba mtaalamu atusomee taarifa. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Kusini Unguja, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Kati Unguja, ndugu wakimbiza Mwenge wa Uhuru wa kitaifa, waheshimiwa viongozi mbalimbali, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Asalamu alaykum. Ndugu kiongozi wa Mwenge wa Uhuru kitaifa, kwanza kabisa hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kukutana leo hii kushuhudia tukio hili muhimu la kuwasilisha taarifa ya mradi wa ujenzi wa viwanja vya michezo vya wilaya ya Kati Unguja viliopo katika eneo la Unguja Ukuu. Pili, tunakupongeza wewe binafsi pamoja na wakimbiza mwenge wenzako kwa ujasiri, uzalendo, kujitolea kwenu katika kutekeleza jukumu hili muhimu la kitaifa la kukimbiza mwenge huu wa uhuru nchini kote. Ndugu kiongozi wa Mwenge wa Uhuru kitaifa, chimbuko la mradi huu linatokana na utekelezaji wa ahadi ya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi aliyoitoa wakati wa uzinduzi wa kampeni za mwaka 2020 katika kukuza na kuendeleza sekta ya michezo kwa kuboresha mazingira ya kuimarisha miundombinu ya viwanja vya michezo katika wilaya zote na mikoa yote ya Zanzibar. Ndugu kiongozi wa Mwenge za Uhuru kitaifa, ujenzi wa viwanja vya michezo wilaya ya Kati Unguja viliopo katika eneo la Unguja Ukuu ni sehemu kubwa ya ujenzi wa miradi ya viwanja 17 vya michezo ikijumuisha mikoa yote ya Unguja na Pemba. Mkandarasi wa ujenzi huu anajulikana kwa jina la EAE and EQ Consultant Company Limited, ambaye ni mshauri wetu elekezi wa mradi huu. Lengo kuu la mradi huu ni kuimarisha maendeleo ya michezo kwa vijana na wananchi wa Zanzibar kwa kuwapatia miundombinu bora ya kisasa itakayowawezesha kukuza vipaji vyao na kushiriki kikamilifu shughuli za michezo. Akizungumza na wanamichezo katika uzinduzi wa mradi wa viwanja vya michezo Unguja Ukuu Kaibona, kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa 2026 Wazo Mikael Wangoda anasema: viwanja kama hivi unaona kwenye TV sasa vimekuja live. Aliyefanya yote ni Dr. Mwinyi. Dr. Mwinyi hoye! Hoye! Dr. Mwinyi safi! Safi! Kwa tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutuletea viwanja hivi vya mazoezi vya michezo. Tunaibua vipaji kutoka kwa vijana, tunafanya vijana waje wafanye mazoezi, waache kutumia dawa za kulevya huko, waache kufanya mambo mengine ya hovyo. Kwa tunashukuru sana serikali yetu. Kwa hiyo tuvitumie viwanja hivi, tuvitunze. Imetuletea viwanja vilivyo bora. Tulikuwa tunaona kwenye TV hivi viwanja, naona kama Emirates huko sijui nani, Old Trafford sijui nini, tulikuwa tunaona huko, lakini leo tunaviona viko hapa kwetu. Mwenge wa Uhuru oye! Dr. Mwinyi safi! Dr. Mwinyi oye! Hivyo ndugu zangu, niwaombe tuendelee kuvitunza hivi viwanja, lakini tuendelee kuwaombea sana viongozi wetu waendelee kutuletea viwanja vingine na vingine. Hizi ni ndoto, yaani kama tunaota, lakini ndio kweli vimeshafika. Kwa tunaipongeza sana serikali, tunampongeza sana Mheshimiwa Rais, lakini tunawapongeza pia watendaji ambao ndio wanaosimamia huko.
Akiwa katika eneo la mradi wa Swahili Tent Village huko Kijundu, kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru akaweka jiwe la msingi na kazungumza na wananchi walikuwepo katika eneo hilo. Huyu mwekezaji wa ndani ambaye amebuni fursa hii ya kujipatia kipato, lakini pia hapa kwenye mazingira tunayaona, kwanza anatunza mazingira. Amepanda miti, hii miti inatunza mazingira kwa kupatia oksijeni, lakini hii miti pia ni ya matunda. Hivyo anaunga mkono kwenye lishe bora, lakini vile vile huyu mtu anapata kipato. Kwa hiyo anapata kipato binafsi, lakini anaongeza uchumi wa taifa. Lakini hapa kuna wageni kutoka nje ya nchi, hivyo anatuongezea fedha za kigeni. Huyu mtu tunampongeza sana. Lakini ubunifu usio kwako peke yako. Kana vijana wafundishe. Ulianza nje, uliwezaje kufikia hapa? Nimesikia story, ulianza kufuga, ukaanza kulima, ukaacha kulima ukaenda kufuga, baadaye ukaanza kufuga na kuendelea kujenga vitu vya kukaa watu, lakini mpaka sasa hizi tumeangalia kule uko level nyingine. Kwa hiyo huo ubunifu wako wafundishe na vijana wenzako. Na mimi nikimaliza kazi hii ya taifa ambayo nimekabidhiwa jukumu hili, nitarudi. Kama sio tarehe 15 au tarehe 19 tujaliwa, nitarudi ndio nifundishe. Jamani, unafundishwa na mtu yoyote aliyefanikiwa. Watu tunatakiwa tuishi kwa kuiga yule aliyefanikiwa. Hatimaye mbio za Mwenge wa Uhuru zikatamatika katika shehia ya Pongwe Pwani ndani ya wilaya ya Kati, kwa kiongozi wa mbio za Mwenge kugawa mitungi ya gesi kwa jasiriamali na kukabidhiwa risala ya utii kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katibu tawala wilaya akaisoma risala hiyo. Wananchi wa wilaya ya Kati tunaunga mkono kwa dhati mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa 2026, huku tukiadhimisha miaka 62 ya mbio za Mwenge wa Uhuru, miaka 62 ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar na miaka 62 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Kwa heshima na taadhima, naomba kumalizia risala hii kwa kutoa ahadi kwako kuwa sisi viongozi, wafanyakazi na wananchi wa wilaya ya Kati tutaendelea kuienzi falsafa ya Mwenge wa Uhuru kwa vitendo na kuendeleza misingi madhubuti ya taifa letu ya kudumisha amani, utulivu, umoja na mshikamano wetu. Katika kufanyia kazi ujumbe huu mahsusi na kwa kudumu wa mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka 2026 uliotolewa kwa maendeleo ya taifa letu, tunaahidi kutekeleza kwa vitendo na tutashikamana pamoja kwa kuleta maendeleo kwa ajili ya kuijenga Tanzania yetu. Kwa heshima na taadhima, naomba kuwasilisha. Ali Rajab, mkuu wa wilaya ya Kati Unguja, kwa niaba ya wananchi wa wilaya ya Kati Unguja, ninakukabidhi risala ya utii ya wananchi wa wilaya ya Kati Unguja leo tarehe 9 mwezi wa 4 2029, ili ukamkabidhi Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Samia Suluhu Hassan, na muomba Mwenyezi Mungu akusaidie. Mheshimiwa Rajab Al-Rajab, mkuu wa wilaya ya Kati Unguja, mimi Wazo Michael Mang'onda, kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa 2026, nakiri kupokea risala ya utii ya wananchi wa wilaya ya Kati Unguja kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninaahidi kumkabidhi Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama ulivyonikabidhi. Mwenyezi Mungu saidie. Miradi iliyotembelewa na mbio za Mwenge wa Uhuru 2026 ndani ya wilaya ya Kati ni skuli ya sekondari Koani, kituo cha kurekebishia tabia kwa waraibu wa dawa za kulevya Kidimni, kituo cha afya Tunguu, daraja la Unguja Ukuu Uzi, viwanja vya michezo Unguja Ukuu Kaebona, pamoja na Swahili Tent Village Kijundu. Ujumbe wa Mwenge wa Uhuru wenye maudhui yanayosema ujenzi wa amani, umoja na mshikamano wa kitaifa, Tanzania ni yetu.
sote tushirikiane kwa pamoja kuleta maendeleo. Ujumbe wa kudumu kuhusu mapambano dhidi ya rushwa, kauli mbiu isemayo kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, tutimize wajibu wetu. VVU na ukimwi, imarisha mwitikio, tokomeza ukimwi. Dawa za kulevya, tukabiliane na changamoto za dawa za kulevya wakati wote kwa usalama wa jamii. Malaria inatokomezwa na sisi, wekeza, chukua hatua. Zero malaria inaanza na mimi. Lishe bora kwa afya imara, zingatia lishe yako, imarisha afya akili na utendaji kazi. Mtazamaji wa Keshidi TV, toa maoni yako kuhusiana na video hii, pia usisahau kusubscribe, kulike, share na kucomment. Kutoka katika ziara za Mwenge wa Uhuru, wilaya Kati, mkoa wa Kusini Unguja, Mwarabu Mmadi, Keshidi TV, elimu ni hazina yetu.